We Madina, vipi kwani? Mbona mteja ametoka na nguo mkononi hivyo? Yaani anti mteja wako mshamba kinoma yani. Sijui hata umemtolea wapi. Bwana, mimi nimeshindwa. Haya mambo mimi siyawezi. Ninachotaka mrudishieni pesa yangu ili mimi niweze kuondoka. Hivi unajisikia kweli unachokiongea wewe? Wewe mjinga nini? Umeona wapi kitu kikaenda kwa mganga kikarudi? Madina, kwani umemalizana naye au bado? Tumeshamalizana ya kwanza. Kachukua vilago vyake anaondoka. Sasa mimi sijui nimuelewe vipi. Mimi haya mambo siyawezi. Nimesema nigeni pesa yangu niweze kuondoka. Mbona mtaki kunielewa? Hivyo unanijua au unanisikia mimi? Umekuja hapa, umetaka mtu. Umepewa mtu, unashindwa kufanya kazi wewe mwenyewe, alafu eti unataka hela yako. Wewe kijana, naomba upotee sasa hivi hapa. Kabla sijakudhalilisha nikakuitia umati wa watu. Mimi siwezi kuondoka bila pesa yangu hapa. Ninachotaka ni pesa yangu. Na sijafanya naye kitu chochote kile. Kumbe unijui vizuri wewe. Sasa sikiliza nikwambie. Kabla sijakuitia shaza hapa mtaani, ukaniharibia biashara yangu. Lakini pesa yangu. Toka usinijazie watu asubuhi yote. Toka! Hatuonani mpaka siku hizi za ibada. Mama mdogo Neema, unajua tena ukishakuwa mke wa mtu. Yaani napata muda mchache sana wa kutoka na ndo kama hivi nakuja ibadani. Basi yaani nakuwa sina muda kabisa wa kutoka. Nisamee kwa hilo mama yangu. Sawa, na hapo ndo bado hujapata wajukuu watoto. Ukipata tutaonana kweli mwanangu. Mungu ni mwema, tutaonana. Hata hivyo umenisisimua sana ulivyosema swala la wajukuu. Yaani swala ambalo linaninyima amani kabisa. Utapata mwanangu. Tuendelee tu kufanya ibada kumwomba Mungu yupo pamoja na sisi. Amina, na imani atatenda. Amen. Vipi kuhusu mkwe wangu sasa hivi? Ametulia? Nashukuru Mungu kwa kweli. Yaani sasa hivi hata kurudi usiku ameacha. Mungu ni mwema hakika na anatenda kwa wakati wake. Nashukuru sana yani. Amina. Mungu ni wa kwetu sote, atatusaidia mwanangu. Lakini hapa katikati amesimamishwa kazi. Kwa hiyo sasa hivi yupo tu na hana kazi yoyote. Poleni sana wanangu. Mungu wetu atatenda miujiza. Amina mama. Basi. Mchana mwema. Haya mama, Mungu akutangulie. Amina. Haya. Esther, nishakwambia kwamba mimi na njaa muda mrefu sana. Tatizo lako ukikaa na mamako mdogo mnapenda sana story. Mke wangu, huu ni muda wa kula chakula. Samahani mume wangu. Nilikuwa na maongezi tu kidogo ila nimeshamaliza, tunaweza tukaondoka nyumbani. Sawa, mimi najisikia njaa sana. Yaani auntie, katika siku zote tulizowahi kufanya kazi, sijawahi kuona mteja kisosadu kama huyu. Yaani mshamba kapoza, sijui katokea Ifakara, sijui katokea. Lakini kuna vitu vingine unavyovileta unajua unazingua auntie. Madina bwana, wewe unajua kabisa sisi hapa yoyote anaokuja chapa ilale, kikubwa mkwanja wetu uingie. Ila nahisi mwenzangu yule mshamba katoka kijijini, si unamwona kwanza mchafu hapo kwenye uchafu. Wewe umeona kuelekea ndani, wewe ungekimbia. Nimeiona ina nongo katikati. Jamani nyie, lakini vipi, yuko vizuri?
Wapi? Yaani ninavyokuambia amepooza, ni amepooza mwili mzima. Tena hiyo kitu. Afu anadai hela yake, sio hela gani? Atajijua mwenye kashatuingizia sisi makoto yetu hapa, tuko wepesi. Ehe. Hivi vipi yule bwana mzungu? Unajua kijaga hapa anachukua hela. Afu mbona amekuja mara mbili tu, sasa hivi simuoni tena. Wewe acha. Si unajua wazungu mambo yao. Yuko Nungwi. Kaenda kupata mambo mazuri. Ila nishaongea naye anarudi. Shikamoo dada. Maraba. Shikamoo. Maraba. Hivi wewe toka jana umetoka humu ndani ndio unarudi dakika hii? Haya mwenzetu, ulikuwa wapi? Sio kupiga simu wa kutoa taarifa, jamani mwenzenu niko sehemu fulani, hata ninapopata shida wenzako tujue uko wapi. Dada bwana. Kwa hiyo mimi ni kizingiti. Muda wote nikaa hapa nyumbani. Ina maana hata kutoka jamani nisitoke. Mimi katika pilika zangu huko nimekutana na danga baba lenye kitambili chake mjini. Nimeenda kulala nayo, saa hizi ndo narudi. Nimeenda kujipatia maokoto. Sasa shida nini? Unamwona huyu anavyonivuruga Unamwona? Mariam, nimeshasema wateja wangu wote nataka humo. Kuna faida gani ya sisi kuwa na nyumba ya ulisi? Wateja wote tunamalizia hapa hapa nyumbani. Wewe iko kilanga chako iko. Haya umerudi na nini? Unamwona ushangazi yako alivyokuwa mnazo Umerudi na nini? Tuonyeshe makoto. Mina sala mwenzenu jamani. Elfu nne hiyo au sioni vizuri? Ndiye 4. Sasa mjinga wewe. Hii hela nachukua. Na humu ndani leo. Sio akula saizi asubuhi ulivorudi. Sio wa mchana na wala wa usiku. Sijui umenielewa? Maana wewe unajifanya hamnazo. Mariamu, hivi kweli mdogo wangu na uzuri wote wa kurudi na 4,000? Haya ungebaki hapa nyumbani. Jana kulikuwa na vichwa kibao. Muulize mwenzio tumeingiza bei gani? Hivi dada, unavonisema mbele au unamfundisha nini? Ina maana umisi atanidharau. Si hali nimerudi na hiyo 4,000. Ningerudi bila pesa ingekuwaje? Hebu acheni hizo basi jamani. Kasirika. Yaani bora nikuseme mbele ya mwanao ili ujifunze. Wewe shangazi yako hivi kweli? Yaani mimi shangazi sitowahi kufanya upumbavu. Mimi dhambi tunaofanya ni kuona naishie tu mwisho. Kwa sababu ipo siku tu dada tujajua. Kwa nini unasema hivyo? Naona tunakuelekea. Mwisho nitakuja tugundulike. Na ukiangalia mimi yule pale ni ndugu yangu. Kwani dada yako yuko wapi? Kaenda sokoni mara moja. Sasa ukisema kwamba ili swala tuliache, kwa upande wangu mimi naona haitopendeza, wakati sio sahihi. Kwa sababu unajua mimi kitu gani nakitaka kutoka kwako. Na unajua kabisa ulichukua nacho wewe kiuhalisia dada yako iko tofauti na jinsi ulivyo wewe. Kwa hiyo mimi naona kwamba kwa wakati huu sio sahihi. Na ukizingatia mimi ndo baba mwenye nyumba na ndo kila kitu katika mji huu. Kuhusiana na swala dada yako naomba niachie mimi mwenyewe, najua nitalisolve vipi.
lakini mahusiano yasife sasa tafadhali. Sawa, najua, lakini ndio wewe ni baba mwenye nyumba, hilo sawa, lakini yule pale mimi ni ndugu yangu, naogopa nisije nikampoteza. Unajua si ndugu, kwa naogopa kugombana na dadangu, lakini pia ukizingatia na mpenzi wangu Kacha, naogopa nisije nikampoteza. Hao mengi wanazungumza maana kama na Mungu wa Mungu. Haya, mtu na shemeji yake hapo mnateta nini saizi? Unajua tayari tulikaa tu ambao mke mdogo leo kabisa kuweka kwa sababu piga story hapa angalau kulifresh, maana na njaa ilikuwa na nyingi. Kwa nikawa namuuliza umeenda wapi, na ndio umeenda sokoni. Nimeenda sokoni hapa ndo ninarudi saizi, naenda nikaandae kupika. Sasa haina shida. Shida gani? Yaani siku mbili hizi hauko sawa kabisa. Shida nini mume wangu? Yaani mimi sijakuzoea ukiwa hivyo. Kuna tatizo gani ambalo unashindwa mimi kuniambia mkeo? Nikajua shida ambayo inakusumbua mume wangu. Mke wangu, siwezi kuwa sawa. Yaani unajua kuna muda nakaa nafikiria maisha yetu. Nikifikiria ndo kama hivi, sina kipato, kazi yenyewe sina. Kuna mahitaji ambayo yanahitajika hapa nyumbani, unakuta kuna muda nakuwa sina. Kwa hiyo najikuta naingia kwenye msongo wa mawazo mke wangu. Ni sawa. Lakini unajua kile kinachomkuta binadamu, Mungu ana makusudi yake. Sasa linapokukuta jaribu, unatakiwa muombe Mungu na kumshukuru na sio kukufuru kiasi hicho. Yote kwa yote tunatakiwa tumshukuru Mungu. Yeye ndo anayepanga na kupangua. Kwa hiyo nisingependa kukuona hivyo. Sawa, ila kuna muda naweza nikakubali kwa kukuridhisha wewe, lakini kweli nawaza sana sio nitafanya vipi angalau niweze kupata biashara ya aina yoyote hiyo. Lakini pia nikifikiria mtaji wenyewe ndo sina, hata sijui nafanyaje ni mke wangu. Sawa. Mimi nawaza. Nishachoka. Mpenzi wangu, ujue unapenda sana kukurupuka. Afu katika maisha utakiwa kuangalia ulipodondokea. Katika maisha unabidi uangalie wapi umejikwaa. Si umenielewa? Mimi labda nikwambie kitu kimoja tu. Hatua uliofikia sio. Si umenielewa? Wewe unatakiwa usikilizie, kwani mazingira kwenye 1 na 2 mimi ni aseti. Yakikaa clear tu, wewe unakuja mjengoni. Pale mjengoni saizi dharau. Mjengoni saizi ya ukamu, masisteri kibao, alafu mwenyewe unaelewa paka na chui hawaishi sehemu moja. Wewe mwenyewe unaelewa mawifi walivyokuwa wanapiga muziki kuliko hata huyo Tausi mwenyewe. Tausi haingii muziki wa mawifi. Kwa hiyo mimi nakupanga tu. Wewe tulia kwanza, nisikilizie. Minya kidogo nakaa kwenye dochi au sio? Mimi mazingira ya kitiki tu kule blue tick, yani lemi na kuja kuchukua na kupeleka maskani au sio? Wewe ba mtu kila siku unaongea hivyo hivyo. Kwani kuna shida gani? Mimi mwenyewe najua kabisa wanawake hatupatani. Lakini si pale kila mtu anakuwa na chumba chake au? Issue ya kuwa na chumba chake kila mtu sio swala.
Ndio mimi na room langu lile pale, au sio? Na masisteri wale pale na marumu yao. Hicho sio kipengele. Ila tatizo nimekwambia mimi mazingira yangu bado hajakaa clear, nielewe basi. One time unatakiwa na wewe nawe uwe na akili timamu. Mpenzi wako anapokupanga 1 2 3 inabidi uelewe. Wewe mwenyewe unaelewa kabisa kwamba nikitoka mimi unaingia wewe, si ndio? Wewe mimi ndio mshirika wangu. Jambo langu nakushirikisha wewe, si ndio? Sasa mimi ninapokuambia kwamba mazingira bado hajakaa sawa, unabidi unielewe, usiforce mama wangu. We mambo gani ambayo hujaweka sawa? Mambo yani siwezi kwenda kukaa nyumbani kwenu. Mambo gani? Mimi kama dada zako naweza nikakaa nao na ninawamudu. Yaani kitu gani ambacho nini kinafanya kwamba tutoke hapa tusongozane tukaende wote huko kwenu? Unawamudu. Unamjua Mariam Kipini? Sawa, hata kama ndio. Mimi nataka tukakae wote bana. Mimi nishachoka kukaa nyumbani kila siku. Wanatema unakuwa unazingua. Alafu mambo ya kupushwana hapo. Mimi mtoto wa kiume ujue. Bana bamtu. Sasa sikiliza. Tutaenda kukaa pale maskani. Ila nakuomba utulie. Utulie kama ushuzi. Sitaki ile mbu. Nataka cha Yusufu. Kimya kimya yani unakausha. Wale wakibweka wewe kausha kimya yani. Nuna yani tula. Sasa sio tunafika maskani tena pale na unaitaiki. Kwenye hata usijali. Mimi nitakaa kimya. Fosi tu kulamua rafiki yangu da. Tuondoke. Tuondoke. Hivi unaonaje kaanzisha biashara ya nguo za wanawake? Na sio nguo tu za wanawake, labda ni suruali, t-shirt, sijui blouse, hapana. Yaani ukawa unachanganya kama ni vijola kama hivi, sketi, suruali za wadada, viblausi, yaani unachanganya mchanganyiko wa nguo, kwa sababu unajua wanawake tunapenda sana kuvaa. Hivi unalionaje ile wazo langu? Najivunia nimepata mwanamke mwenye akili, mwanamke ambaye ananipa mawazo ambayo kiukweli, unajua mke wangu amenisurprise. Mimi nadhani ni wazo zuri mke wangu. Namshukuru Mungu nimepata mwanamke mwenye akili sana mke wangu. Hilo wazo hata mimi maskini ya Mungu sijawahi kufikiria. Hicho kitu kizuri mke wangu, lakini sasa tunakuja mtaji napata wapi mke wangu? Kuhusu swala la mtaji sasa, mambo uniachie mimi. Mimi nitaongea na mdogo. Atanipa hiyo pesa ya mtaji, utafanya biashara vizuri tu. Wewe. Ila nakuomba kitu kimoja. Kwa sasa hiyo pesa haiwezi kutosha kusema kwamba tunataka tuchukue frame, tukalipie kodi ya frame. Hatutoweza. Kwani shilingi ngapi mtoto? Ni pesa tu ndogo ya kuanzia mtaji. Kwa hiyo haitotosha kwanza sana kutafuta frame. Hapo inabidi sasa mtaji wako utumie katika miguu yako. Kutembeza unamaanisha? Hapo unajua kuna sometimes una akili mke wangu wewe. Alafu hiyo kweli, mbona unaona kuna watu wengi, alafu biashara ya nguo mke wangu inaonekana ni kweli inaonekana inauzika sana. Kwa sababu ninapopitaga sometimes ninapoenda mjini nakuta watu Karume kwa wamejazana na point nguo. Wazo zuri. Ni wazo zuri ndio. Kwa hiyo kama mmenikubalia mimi, nini nikazungumze naye? Yaani mke wangu, sio kama nimekukubalia. Yaani hata kama hiyo pesa ingekuwepo leo, basi leo jioni ningeenda nikapointi mzigo, kesho asubuhi nikamkia njiani Kiguru na njia. Basi hamna shida, mimi nitazungumza naye, kila kitu kitakuwa sawa. Asante mke wangu. Hapa sasa naona kidogo mawazo kama yananishaisha hivi. Hivi tutakula saa ngapi? Maana toka mvanza kuvinyanyambua hivyo vidude mpaka saa hizi wageni watakuja hapa, watakuta hata dalili ya kupika hamna. Au mnataka wateja wakija mkutwe mkobize? Fanyeni bwana haraka haraka. Sasa hivi unaona namaliza saa ngapi wakati ninachambua mwenyewe? Huyu shangazi yako Baraka ya kula tu. Yaani mtoto mvivu huyu. Yeye kuzurura. Mama. Kama kachanjiwa
Shikamoo. Marahaba. Mmesumalia bati au sio? Kama kawaida yetu. Karibu. Asante. Aya, tusikilizane. Mimi nimekuja hapa sijaja kukaa sana, wala sijaja kupoteza muda. Wala hakuna kitu ambacho nimekisahau kusema bali nimekuja kukifuata. Mimi nimekuja hapa kwa sababu moja tu. Nimekuja na mgeni wangu hapa. Nimekuja kuwatambulisha. Huyu mimi mamkali wangu, Chimama, Huba, habibi wangu. Yaani namaanisha ni mpenzi wangu. Sio, mmenielewa? Huyu nimekuja naye hapa kwa lengo moja tu. Huyu mpenzi tutakuwa naye hapa. Mtakachokula nyie, mtakachokula mimi ndo anakula yeye. Au tutakachokula sisi ndo tunakula wote la pamoja na yeye. Tupo hapo. Haya. Karibu. Asante. Kini Kacha. Si unajua maisha yetu hapa mdogo wangu. Wewe sister Kavu. Mbona unapagea sana wewe? Nimeshasema huyu tutakuwa naye hapa. Utakachokula wewe ndo una atakula. Wewe uli hapa. Ushibi. Chooni kule mmepiga kufuli au? Au huo moshi unaovuta hapo umepewa bure hiyo sigara, kusema baba umeenda kununua dagao, hiyo misumari ya bati umepewa bure na nyongeza sigara 2 au 1. Tutakachokula hapa ndo tunakula wote. Huyo amekuja hapa sio kwa ajili yangu mimi. Amekuja kwa ajili ya wote hapa. Sisi ni familia. Sasa kama ni familia na wewe ni familia, miongoni mwa familia. Sio, tunaelewana? Mnavoniheshimu mimi na mimi ninavyoheshimu nyie, ndio mnavotakiwa mumheshimu mama mjengo. Mdogo wangu, mbona useme kitu? Yaani wewe Kacha, wewe kweli una akili. Wewe umeenda kumtoa mwanamke huko unamleta hapa. Maisha yetu wenyewe hapa unga mwana. Alafu unamleta. Wewe una kazi? Mpaka tukutafutia wewe ndo ule. Unamleta mzigo mwingine tena hapa. Lakini sawa. Anafaa. Wewe unauza nguo sawa na bure. Za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. Nauza nguo, bei sawa na bure. Za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. Nauza nguo za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. Nauza nguo, we za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. We nauza nguo za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. Nauza nguo za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. Nauza nguo za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. Wewe kwa Kwa matumizi. Au unaonaje na mkuu? Umeona kabisa. Najua atakutafutia sana riziki. Kwa shughuli zangu mimi, dada yako. Wewe utakula nyama. Utakula vidali. Utakula pilau kila siku. Wewe kikubwa tu, zingatia huko unapoenda, ufanye mambo yako, umzingatie yeye. Lakini yeye sisi atakuwa ndo zingatio letu. Kwa hiyo usijali yangu, karibu sana. Mimi ndo dada yako mkubwa. Ukisikia Kacha anakuambia nina dada yangu, mama masheke ndo mimi. Mbona masheke? Ila na mkubwa we naye. Ila shangazi unapenda kujilamba. Masheke. Embo acheni basi mambo yenu. Kwani nani asiyojua jamani mambo yangu mtaani Mimi nimemuelewa ifi yangu. Karibu. Tena unachelewa. Ikiwezekana leo jioni uje. Kacha, umesikia mdogo wangu? Fanya mambo. Leo mzingatie mtoto aje ndani ya mjengo. Acheni kuulizia vocha duka la madawa Moni Bango hilo. Huyu saizi amekuja hapa kuja kutambulishwa.
Tukitoka hapa anaenda kuchukua mabegi yake. Si mnaelewa? Anahamia hapa hapa. Mtoto yupo smart mnavyomuona hivi. Ninavyosema mabegi na maanisha. Mtoto kwa ana kunguni kwa sababu sio atatuleta mifugo hapa. Kwa hiyo cha kufanya sasa sisi tunanyanyuka naenda kwao, anaenda kuchukua mazingira yake nini ile, anakuja nayo hapa. Sisi tuelewana? Kwa hiyo anahamia hapa baba. Anakaa kwenu. Karibu mgeni. Sawa. Au fetu hata jina hatujatambulishwa. Ana jina uifi. Utamjua kwani ndo nanilio, si ndo kajalewa au? Utamjua tu mdogo mdogo. Alafu hiyo misumari ya bati hiyo, mimi msiniachie mchana. Nikila hiyo natoka mapunye. Shinzi. Ila dada yangu wewe. Kiboko. Bantu. Yaani nyumbani kama vile dada yako mkubwa sijamuelewa. Mnaishije bana? Kwa nini unasema hivyo? Basi nilifika pale yani mazingira tu pale yani jinsi wanavyokaa. Kama tu ndio hivyo. Hii ujue huko ngangania vitu. Mimi nilishakupanga tangia before, au sio? Nilikupangilia ndosi nikakwambia pale maskani sio muda wake saa hizi. Wewe ukutaka kunielewa. Umeona sasa? Yale pale ndo mazingira ambayo sisi tunaishi. Sawa. Ila tu mimi nikusisitizia kitu kimoja. Ukiendelea kuwafuatilia wale utakuja kupotea. Sio, umenielewa? Mimi nakuomba tu. Ukifika pale maskani utulia. Kausha, usiwafuatilie. Na hata yule sister mkubwa yule akikupangilia mazingira yake, au sio? Wewe kausha tula. Usimjibu kitu chochote kile, wala usiwe beneti naye. Kwa sababu utakuja kupotea. Afu mimi nakupenda bado. Sio, umenielewa? Yani tulia. Tulia mamangu, tulia kama maji kwenye mtungi. Sawa, mimi nimekuelewa. Kama vile yani kuna kazi inaendelea pale. Hayo mengine ni mambo tu ya kifamilia. Wewe achana nayo. Ila mimi nakusisitizia hapo tu, kwenye kutulia hapo. Jishikilie mamangu. Kaza. Usiwe kama ushuzi, narudia tena. Na kama unakuwa ushuzi kwa ule wa taratibu yule Yusufu. Sio, umenielewa? Sawa. Za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. Za watoto, za wakubwa, bei sawa na bure. Kaka, umeangusha nguo. Asante dada. Habari za uzima dada? Salama. Hapo bwana zipo hizi za mtumba, hii kidogo ya mtoto. Lakini pia na vijora hapa. Vijora kama hicho. Na hiki hapa kingine. Kaka hata usihangaike. Bei ni sawa na bure kabisa. Mimi nimekipenda tu hichi. Nimekipenda hichi. Umekipenda hicho? Basi sawa wewe tu, lakini sio hiyo, kuna nyingine iko hii hapa hii. Kuna nyingine hii hapa hii kama ukivaa hiyo mwanzo. Usijali kakaangu, usijali. Mimi nimekipenda tu hichi. Sawa, shilingi 7,000 tu hapo dadangu. Nguo ni nzuri. Unajua zimetoka wapi? Zimetoka Dabaga. Dabaga kule ambako wanatoa tomato, wanatoa nini, sasa wamezalisha na vijora. Vizuri sana dadangu. Sasa kaka, mbona 7,000 umeua sana? Sasa dadangu, sio unakiona jinsi kilivyo lakini. Hebu kiangalie kwanza jinsi kilivyo. Mwanzo unatembea, natoka Gongo la Mboto mpaka huku. Natembea kwa mguu. Sawa kakaangu. Kijora kizuri, nimekielewa. Pambe tu. Ila sasa naomba nipunguzie 7,000 unaua sana. Wewe ulikuwa na shilingi ngapi? Yaani una taibu kwambia.
Sema mimi nimekupa uhuru kwamba useme. Kwa hiyo nitaangalia kama itakuwa bei kidogo na mimi umeninyonga nitakwambia hapa hapana, lakini kama naweza kukusaidia ndio maana nimekupa wewe. Una shilingi na haya basi mimi 3,000. Dadangu niseme muongo. Kwa 3,000 kikweli unaua dadangu. Cha kufanya mimi nitakusaidia. Baada ya 7,000 basi utanipa 6,500. Kweli kakaangu, mimi na 3,000. Ila samani nikombe kitu kama utojali. Chukua hii hapa 3,000. Afu hiyo nyingine unidai. Dadangu, mbona majaribu kiasi hiki? Yaani tumekutana leo dadangu kweli. Bado hapo ulivyokuwa unaomba nikajua labda angalau utapata una hela kidogo ambayo imezidi, lakini bado kumbe hela ndogo, afu mwisho siku tena unakuja tena dadangu kweli 3,000. Kweli? Unasahau biashara? Hapana kakaangu, sijaidharau. Na ndio maana nimekwambiaje, chukua hii, alafu hiyo nyingine unidai. Ili kukuaminisha. Naomba tutoke hapa mimi na wewe mpaka ninapokaa. Ili mradi hela yako unapitia. Sasa mpaka huko unakokaa dadangu, sio mbali hapo unapoishi? Sio mbali, ni hapo tu. Basi sawa, sasa cha kufanya hapo mimi nitakusaidia kwa sababu hapo najua lini unanipa. Kesho mimi napitia jioni. Lakini sasa hapo deni itakuwa ni ile ile. Hapo itabidi basi ulipe 7,000 yote. Kwa sababu mimi kama mtu anachukua hapo ndio napunguza kidogo. Ewe kaka. Kwa hiyo bosi wangu. Sawa. Sawa. Leta kwanza hiyo. Dada, uko sawa kweli? Kwetu hivi na wapi? Nafika hapo juu mara moja. Ila sitochelewa kurudi. Sawa, mimi nakuaminia shangazi yangu. Unaga kazi mbovu. Nipo. Nakupamba kwa sababu najua kazi zako anti yangu. Mimi nipo. Usiniangushe. Alafu nikwambie, yani nimetoka huko hata sielewi. Chochote kitu basi uko hata chips kidali. Nimeisha. Baadaye. Haya anti yangu kipenzi. Habari zote. Salama. Sasa sikia nikwambie, hapa ndo nyumbani. Huyu ndo dadangu. Kwa hiyo wewe usiwazi. Mdogo wangu, naona leo mambo mapema umeniletea mzigo. Karibu kaka. Asante sana. Karibuni vyumba vyote. Dada. Huyu sio hata mteja. Kakaangu, mzoee tu. Dadangu ndo alivyo. Welu. Huyu nimechukua nguo hii. Ananidai pesa yake. Kwa hiyo nimekuja kumuonyesha napokaa nitammalizia pesa yake. Sasa nakushangaa wewe mwenzangu kumuona mtu tu maneno anakutoka dadangu. Mdogo wangu, kwani mimi sikujui mambo yako bwana? Mimi nikajua tayari uko ushaopoa, umuingize ndani tuvimalize hivyo vile vyote vilivyokuwa mfukoni. Kama ndio hivyo haina shida. Kaka sikiliza nikwambie. Karibu sana. Hapo ndo kina Mariamu Utamu. Huduma zote hapa zinapatikana. Dada, nini sasa jamani? Nimekuambia ukaka tu anauza nguo, sipo hivyo jamani. Kaka nenda. Sawa, basi jitahidi. Usijali. Dada unazidi jamani. Mbona unakuwa hivyo? Wewe naye, wewe unajua kabisa hapa sisi shughuli zetu zipi. Yoyote anokuja hapa
Kama sio Kacha, mwanaume yeyote anaokuja huu mtaa wetu tunajua yupo kwenye show. Mimi niachege bibi wewe. Ulipe. Sio wewe hapa umemleta mtu kila siku kiguna njia, ulipe la watu. Upo. Umekutana na Madina uko juu? Sijamuona. Unaweza ukaenda kutafuta vitu vinavyoeleweka. Wewe sasa umetoka huko, umekuja na deni. Utajijua mwenyewe. Hapana, yani huyu dadangu huyu. Malaumu. Haya, kulikoni unakuja kuniita huko? Unajipia gani tena? Shemeji, mimi nimekaa nimefikia mwafaka. Yaani usalama wetu mimi na wewe tuendelee kwenye hayo mahusiano. Mimi nipo tayari. Ila mimi naenda kukaa kwa kina Kacha. Kwa nini yeye kwa kina Kacha? Na ile hali hapa mahitaji yote muhimu nayapata. Mimi naona nikiwa kule, yani unaweza kunipata kwa wakati. Hapa yani tutakuja tugundulike, mimi hapana. Mimi naenda kukaa kwa kina Kacha. Hivyo unanichukuliaje? Hauna fikiria kwamba mimi sina wivu? Hivi unafikiri mwenyewe sina moyo? Unavokaa na dada mnabebana nafikiri mimi sina moyo. Mimi mwafaka wangu naenda kwa kina Kacha. Ukinihitaji unanipata. Na kule istoshe mimi nishapelekwa nyumbani. Dada zake washanipokea, yani kwa ni mimi tu hapo. Niende lini, niende saa ngapi? Kwa nilikuwa nakwambia tu hivi. Mimi usinione sipo hapa nyumbani, nipo kwa kina Kacha. Kwa hiyo utamwagaje dada yako? Mimi dada simwagi, ila ataona tu sipo nyumbani. Basi sawa. Lakini kaa ukijua kwamba sio ukihamia kwa kina Kacha mimi nikikutafuta kwa wakati wangu uanze kunipiga kona. Hili itakuwa tatizo jingine. Sawa, mimi utakuwa unanipata, mimi nipo. Sasa Mungu akanyesha miguu huko mbele. Aya, sawa shem, baadaye. Mara nyingi sana nakuta na shemeji yako. Hivyo waga mnakaa mnaongea nini? Amna lolote, sina mjua shemeji tena. Basi anakuja akinikuta nimekaa zangu hapa nje ananiongelesha basi. Na kama kuna shida unamwambia shemeji yako, unashindwa kuniambia mimi, ndugu yangu itakuwa umenikosea sana. Inabidi unifuate mimi uniambie. Mara nyingi sana nakuta papa na shemeji yako mmesimama chocho, mkiniona mnanyamaza kimya. Waga mnaongea nini lakini? Amna dada, kama nilivyokuambia, yani ni hivyo tu. Anapenda sana utani. Haya. Nipo ndani. Haya. Kazi mume wangu. Asante sana mke wangu, sijali. Ndo wanaume huyu. Sasa nimetembea sana. Yaani ile jiji la Dar na hisi naweza nikawa nimelimaliza yani. Hii wiki kwangu imekuwa hisia ya kutembea mke wangu. Vipi lakini biashara zinaendaje? Biashara bwana hivyo. Hivyo kuna wateja wengi unakuta sometimes wanaulizia lakini hawanui, lakini hivyo tu inabidi kuvumilia nao ndio wateja tena. Wengine wameahidi, kuna wengine wameahidi sana pale nani vigauni vitatembea sana. Magauni yanatembea. Lakini kuna mteja mmoja pia ambaye ndo aliweza kunikopa. Lakini alitanguliza kiasi kidogo. Kwa hiyo kuna baadhi ya kiasi ambacho namdai. Kwa hiyo aliniambia kama sio leo jioni basi kesho asubuhi niende nikachukue pesa. Magito. Kwa nini nataka kumaanisha kwamba umekopesha? Amenikopa nikamwona nimkopeshe mke wangu ningefunga tena. Yaani biashara yenyewe ndo kwanza changa inaanza na unakopesha.
Aya, huyo ulomkopesha unamfahamu? Simfahamu, lakini sasa alinielekeza kwake. Nimefika mpaka kwake akanielekeza, mama mimi ndo nakaa hapa, nikamwona mama yake sio dada yake. Kaona pale sawa, nikamwona tu ni nani. Kwa sababu mke wangu nafikiri tafanyaje haya. Wateja wenyewe ndo kwanza hapa nitakiwa ni tuwavute kistaili hii. Sio mbaya, kwani kesho au leo jioni hakuna umbali. Ni kweli unachokisema kwamba ni wateja lazima tuwavute. Lakini mimi ni swala sijalikubali. Yaani sijalipenda kabisa mume wangu. Kwa sababu kama unavyojua huu mtaji tumepewa na mama mdogo. Inabidi uzungushe ile pesa watu irudi tuirudishe. Sasa kama unakopesha kama hivyo na mtu wala humfahamu, unamkopesha tu mtu yoyote, hivi tutapata kweli ile pesa kurudisha kwa mwenyewe? Au kama tunapata shida siku nyingine ataweza kutusaidia kweli? Basi mke wangu nimekuelewa, sikopeshi tena. Umesikia? Sikopeshi tena, sawa? Yaani mimi usitaki kunichekesha hapa, nipo serious. Ninachokitaka hapa ni hiyo pesa ambayo mmekopesha huko nje. Ukishaniletea hiyo pesa hapa, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa sasa niache kwanza. Unaondoka wapi? Hujaaga na mabegi juu. Haya mwenzangu, nenda wapi? Hata hivyo nataka nije nikwage. Sema ndio ulikuwa upo. Mimi nataka nije kukaa kwa kina Kacha. Hivyo una akili kweli? Yaani unaondoka kwenu unaenda kukaa kwa mwanaume. Ushawahi kuona mtu anajichukua anajipeka mwenyewe kwa mwanaume? Mdogo wangu kweli una akili? Sasa kuna shida gani hapo mimi kuondoka kwenda kwa mwanaume ninayemtaka? Wewe unaona hakuna shida, si ndio? Haya, je, mimi nisingekuona hapa? Kwa hiyo ungekaa ungerelax huko ulipo bila mimi kuniambia, si ndio? Ndio maana nimekwambia hivi. Hata hivyo ulikuwa upo, mimi ningekuja tu kukwaga. Basi naomba turudi nyumbani. Shemeji, wewe usichoelewa kitu kimoja. Si unaelewa? Mampenzi pia ameshakwambia kwamba amesema tunaenda kukaa nyumbani kwetu. Sasa kwani ile si nyumba yenu na kule si nyumbani kwetu? Nyumbani kwenu si nyumbani kwetu? Sasa kwani kuna shida gani? Kule hamna mbu, huku kuna mbu, labda ameona hivyo. Ila mimi labda nikwambie tu kitu kimoja. Si unaelewa? Kule ni mahali salama. Hakuna shida yoyote. Maji yapo, chakula kipo, atavaa, atapendeza. Afu labda nikwambie kitu kingine usichokijua. Mimi kule tayari nimeshaenda kumpresent. Na masisteri wangu wote wameshambless, yani wamemkubali. Yani ndio wamesema kwamba ndio wifi yao mpendwa, wifi yao pendwa. Kwa hiyo sasa mimi nakuomba tu mbariki na wewe, mpe maji ya upako, mpetee maji, mpe baraka tu. Hakuna tena haja tena ya kuanza kubishana, kuleta zogo jingi. Mimi naomba tu bless mwanao si mdogo wako. Bless tu mdogo wako. Mimi mimi mwanadamu alafu mimi mwenyewe sinajua mimi mwenyewe nakea, yani si masela tunajua kukea. Si una mtoto hapo nimemkea safi kabisa. Kule anaenda kukaa fresh. Mimi naomba hicho tushemeji, mkubalie. Alafu sikiza nikwambie, swala la kusema uko kwenu, uko ni kwetu, sio kwangu mimi. Upo labda kwake yeye ambaye ameshaenda kutambulishwa kwa masista zako, afu mimi nisowajua. Kwa hiyo mimi nisingewaona ungembeba mdogo wangu enda kuishi naye huko, angepata tatizo. Afu mnajibeba kabisa, mnatoroka na mabegi juu. Yaani wewe mwanaume una akili. Dada, mbona unataka tuanze kubishana? Mimi nimekwambiaje? Mimi hata nisingekuaga saizi hapa, lazima ningekuja kuaga. Kwa hata hivyo nikienda huko, mimi si ndakuwa kuja kukusalimia hapa. Haki ya Mungu, kweli mapenzi yana nguvu. Kwa mdogo wangu umefall love kwa muuni, si ndio?
nimefunga kikao. Mama mpenzi, tuamshe. Otherwise natumia ibilisi. Mimi shauri yangu ni moja tu, hakuna mbije kwenye mmoja. Nikibadilika hapa nakuwa na sumu, yani nakuwa na tindikali. Sijui unaelewa shemeji? Cheza homu, useka kusugulia sufuria hapa. Sasa shemeji, good life. Na ndio maana nikaitwa Mariamu Mtamu. Yaani mimi mambo yangu yako hivi, moto. Uwe pena shangaa umekuja umevichagua vile vingine, siku ya kwanza nikakuangalia. Nikasema huyu muache. Siku akiingia kwenye mtego wangu, vitu nitakavyompa mpaka maji ataitamna. Lakini mwenyewe umejionea. Mtoto kwanza nina joto la kutosha. Sina ubaridi. Sijui umeelewa? Sasa mwenyewe mpaka umepagawa. Sasa hivi muda wote unapiga simu. Habari za uzima dada? Salama. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Sawa. Dada, nikasema nipitie ile deni langu liza kidogo. Ile hela niliyoitegemea nitaipata, leo nimekosa. Sasa dada yangu, unajua kama hii ni biashara? Unafahamu kabisa nilikupa muda wewe kutafuta hiyo pesa. Leo nimekuja unaniambia kwamba pesa tena huna dada yangu. Kwa nini unaua mnapenda kuwa Waswahili? Na ukaniahidi kabisa kwamba nikija tu utanipatia hiyo pesa. Leo tena unaniambia kwamba pesa huna. Kweli? Sisi tunachoka, tunatembea sana. Kaka, sio kama nadharau, unaelewa. Nitakulipa. Sikia dadangu. Mimi kweli njia hata kupita kwenye nimekuja tu kwa sababu ya deni yangu. Huku huwa spend sana kupita njia. Kwa ninachokuomba, wewe nisaidie tu hiyo pesa mimi niende. Au niambie kwamba hebu niambie lini sasa nije mimi nichukue pesa yangu kwa kweli. Basi sikia nikwambie kaka. Hela ipo ndani, twende kachukue. Dada, mbona unakuwa sikuelewi? Mwanzo umeniambia kwamba pesa hauna. Sasa hivi unaniambia pesa ipo ndani. Bwana, twende nikachukue. Kwani shida nini? Afu wewe sio mtoto. Hivi usichokielewa nini? Nimekwambia twende ndani ukachukue. Atu hapa kaondoka. Kaja kuchukuliwa na Kacha. Kaondoka huko kwao. Nimemfuatilia. Yaani nimeona ile nyumba yote wahuni, mwanaume mwenyewe ni muhuni mpaka basi. Sijui kama ataweza. Alafu isitoshe familia inajua watu yupo kwangu. Wakija kujua hayupo itakuwa lawama. Kwa hapo wewe unaona kuna tatizo. Kwa maana Atu ni mkubwa uje kwa sasa. Sio mtoto kama zamani ambapo tulikuwa tumemchukulia. Na kuna maamuzi mengine hastahili mtu kumuingilia. Kwa sababu naye anahitaji kuwa na mwenza. Kwa hiyo swala la kusema kwamba eti sijui nyumba ile ni ya wauni, sijui muuni ni mwenyewe jamaa. Mimi naona it makes sense in short. Haileti maana kwa sababu mapenzi hayaingiliwi. Kaamua mwenyewe. Tukisema tumshauri utazidi kumchanganya. Kikubwa tunachotakiwa kukifanya ni kumsii ajue kwamba ameingia kwenye familia gani ili asije akatuletea mabalaa mengine akatufanya tukawa tuna uhuru mama. Au unasemaje? Mimi nilijua utasimama kama baba wa familia. Lakini kumbe upo upande wa yule. Mtu mwenyewe yule si mdogo. Familia yangu ikija kujua kwamba kaondoka kaenda kule. Uone wanalala, si ndio?
Wewe ukisema mdogo inamaanisha nini? Kwani hatu kwa sasa ana miaka mingapi? Hatu sana miaka 22 sasa hivi. Miaka 22 ana udogo gani? Kwa maana sasa hivi anajua zuri na baya. Anajua kila analolifanya na kwa wakati wake. Mimi naona kwangu sio tatizo kuondoka. Mwache naye akachague naye kile ambacho anaona kinastahili. Ili naye ajifunze changamoto za watu baki. Sio kila siku anang'ang'ana kukaa na sisi familia yake. Baba wewe kweli. Tatizo anapenda kumlea mtoto kama nani, kama yai muda wote kikwapani tu akae hapa asitoke. Kashakuwa yule, nielewe hilo basi. Tusianze kuzozana vitu vingine tukajikuta tunakosa amani ndani ya nyumba basi. Nimekuelewa. Mambo si ndo hayo. Tunataka tugombane kama watoto. Wakati vitu vya kuzungumzika kueleweka. Mwache aendelee kujipambania tuko na sio unataka tuwe na uhuru. Sasa simama tubaki wawili sasa hivi hapa. Tukiamua kula matembele ya kwetu. Sio tunamfikiria tumbo la mtu mwingine. Sisi wenyewe inatutosha. Mara kwanza tumekutana njiani ukaniuzia nguo. Hii mara pili tunaona. Ila bado sijalifahamu jina lako. Unaitwa nani? Mungu majina yetu na ila kwa biashara yangu ya nguo. Ila maarufu sana mtaani. Oh, Mwajiti. Mimi ningependa nipite Mwajiti. Mtu akikuangalia nje na ndani tofauti. Yaani ndani uko vizuri sana kuliko hata nje. Nashukuru. Kwa hiyo ambacho tunaweza kufanya kwa ndani ndio malipo ya mimi ndani yangu ni kwa hilo nilipigia mstari. Sasa Mwajito, utamwambia nini mke wako? Sasa Mwajito, wewe ulitegemea unitumie bure tu bila malipo? Yale ndio alikuwa malipo. Ila next time ukipata muda uje nikupe ofa. Sikutegemea Mwajito. Uko vizuri sana. Karibu mdogo. Asante mwanangu. Nza toka siku ile. Tunashukuru Mungu mzuri. Maana tulipoachana siku ile kanisani hatujaonana tena. Na sijakuona tena kwenye ibada. Kimya. Vipi, ulikuwa una shida gani? Ni kweli mdogo, lakini nilikuwa na homa tu za hapa na pale. Lakini nashukuru Mungu naendelea vizuri. Hivyo kuanzia sasa tutakuwa tunakutana sana. Pole sana mama. Pole sana mwanangu. Kumbuke kufanya ibada, kuomba Mungu. Kila kitu kitakuwa sawa mwanangu. Vipi naye kuhusu baba mkwe, biashara zake zinaendeleaje? Biashara ilifanikiwa. Alianza biashara vizuri. Nashukuru Mungu. Lakini hapa katikati kuna mambo unaona kama anaingiliana. Vipi?
kwa sababu kuna muda anaweza akasema kwamba anaenda kuchukua mzigo alafu akarudi bila mzigo, na kuna wakati mwingine anaondoka na mzigo ukiwa vile vile na labda nao ukiwa vile vile. Yaani sijajua ana changamoto gani ama ana shida gani katika hilo, kwa sababu yaani biashara ni tofauti na alivyoanza. Sasa sijajua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Sasa hapo mwanangu, kwa kushauri inabidi kwanza ukane chini umsikilize au muulize kwa kina shida hasa ni nini. Maana inawezekana biashara ameianza jana tu au juzi, leo hali itaendelea kuwa hivyo haieleweki. Sije tena mkakata na msingi wenyewe mwanangu, maana maisha yetu sasa hivi ni magumu sana. Ni kweli unachokisema na nimekuelewa, nitakifanyia kazi. Sawa. Sasa mwanangu, na kuhusu lile swala la wajukuu, mna mpango gani mpaka sasa hivi? Kiukweli na mdogo, unajua mimi mwenyewe najitahidi na natamani sana. Pia natumia nguvu nyingi sana kuhakikisha nasawazisha ile swala. Lakini mimi nahisi mpango wa Mungu bado haujatimia. Na Mungu atakapoamua kwa wakati wowote mimi nitaweza kupata mtoto. Ni kiu yangu sana. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Tuzidi kufanya ibada, tumuombe Mungu. Mungu wetu huyu hawezi kutuacha. Utapata mwanangu. Ila kikubwa usisahau kuja kanisani, kuendelea na maombi. Maana kule ndio tutapopata majibu yote ya maswali yetu. Sawa mama? Amina mama. Sawa, sasa mimi naona tu nikuache mwanangu. Si ungesubiri hata upate chochote? Hapana, nimeona tu nije kukuona toka tulivyoachana siku zile mpaka leo, nikasema siwezi kukaa bila kumuona mtoto wangu. Basi sawa, karibu sana. Haya mwanangu. Wewe na hiyo misigala, shauri yako. Wakukuguza hapa ndani ya taa yupo. Ndugu yangu, kwa hata wewe unanikataa. Ina maana mimi nikipata tatizo hapa wewe utaniuguza ninapokujua unavyonipenda dada yako. Huwezi kufanya kitu kama hicho. Wifi karibu. Asante. Mwenzetu, unatumia kilevi gani? Maana humu ndani kwetu sisi mimoshi, mipombe sio shida zetu. Hebu nitembezee na mkubwa kwanza. Mbona tumepata balaa mwaka huu? Yaani ukacha katuletea mlokole sijui. Kwa hata mishisha sio shida zako hiyo. Mariamu, mwenzio kakwambia biti mlokole huyu. Nini unafanya sasa? Atazoea tu mdogo mdogo, mazali yuko humu. Kwa kweli, maana hapa kula yetu ndo kama hivi unavyoona. Tukiamka sisi hatuna tunachokiwaza. Tunawaza tu mipombe. Habari zenu? Salama. Asubuhi yote nyumbani kwangu umeniletea polisi au wagambo? Hapana madam, usimshikilie vibaya. Ila tu nimekuja kwa ajili ya huduma. Hapa huduma zipo, lakini sitaki kelele. Sijui unanielewa? Mimi sitaki kelele kabisa nyumbani kwangu. Na kama umekuja kwa nia nzuri, huduma utapata. Ila kama umeniletea shengesha, ndugu yangu, nitakunukisha. Unataka huduma yule wa siku zote au leo umebadilisha? Hapana, sihitaji na mboga ile ile. Naomba nibadilishiwe, maana yake yule tumeshindwana na siwezana naye tena. Basi imeisha hiyo. Hapa kila aina ya mboga utaikuta. Ukitaka mchicha, nyama, maini, kitimoto, kila mboga zipo. Haya, kazi kwako, mizigo hiyo hapo. Naona yule pale anafaa kabisa katika miongo zangu.
Haya Maiwi, namba imetoka. Naomba uinuke uende huko ndani. Mariam, kamuonyeshe kule Betu. Mimi hapo hata sijaelewa wewe. Unaposema mboga ni maanisha nini? Wewe, mimi nimeshakwambia. Wewe ukishafika huko ndani ndio utajua nini kinachoendelea. Hebu inuka ukamuonyeshe chumba bwana. Mimi hata mambo sijazoea. Sawa madam. Haina shida. Tabadilisha na mchukua hata yule pale. Naona yeye anafaa kabisa. Haina shida. Bei ni ile ile. Ila kama kutakuwa na chochote kitu maana mimi hapa leo hata sielewi. Usijali. Nitakuingizia katika account. Ngoja nikamalizane naye. Haina shida. Wifi, sikiliza nikwambie kitu hiki kimoja. Hii nyumba hapa unavyotuona tunavyoishi kutokana na hizi biashara zetu. Sasa usiniletee mambo yako. Sijui umenielewa, nyumba itakushinda. Unamwona wewe bwana yako huko mtaani unavomuona. Yuko banu sakanu, hana mbele, hana nyuma. Kila kitu ni mimi kontawa. Sijui unanielewa? Kula yake nijue mimi, lala yake nijue mimi. Mpaka huo umeme anaochajia simu tunanunua sisi. Sasa usiniletee mambo yako. Leo umemkataa mteja. Ila kesho au jioni mteja akija, akikupoint, namba ikitoka, sitaki maneno. Sijui unanielewa ifi yangu, tusije kuonana wabaya. Na huyo mwanamume wako akija nitamwambia kwa sababu anajua kabisa biashara zetu na ndio maana akakuleta hapa. Sasa sitaki kabisa uanze kuniona mapema kwamba ifi yangu mbaya. Sijui umenielewa? Mwagiti. Mbona tangia siku ya tujaonana tena? Shida nini? Ubize tu mamangu. Sababu najua biashara zetu za nguo hizi lazima uzunguke sana. Kwa hiyo unakuta saa 12 asubuhi inatakiwa tayari niwe mzigo nishaupata tayari. Haya, nianze na stembee kwa sababu nitembee Gongo la Mboto, niende sijui Kinyerezi, umeona? Na ndio maana hata nikaamua nikupigie simu tuje tuonane hapa juu. Sababu muda nakuwa sina. Si unajua biashara zetu mama. Siku nyingine ufike nyumbani Mwagiti. Ujue mimi habari ya kuonana huku sipendi. Afu mwanzo nimekumisi. Sema kweli. Nasikia sasa tutaongea baadaye. Vipi anti, mbona hapa? Kuna mtu hapa nilisimama naye. Lakini nashangaa ghafla kukuona wewe kaondoka haraka. Kwani mnafahamiana? Sasa mimi nitajua vipi? Labda mpaka nionane naye ndo nitajua kama nafahamiana naye ama sifahamiana naye. Kwa hiyo siwezi kujua. Kwani kuna tatizo? Hamna tatizo. Basi sawa. Unaenda? Mimi nafika hapo kwa rafiki yangu. Sawa. Haya. Nikuache au unaondoka? Wewe nenda, mimi nitakuja nyumbani. Haya, baadaye. Mke wangu,
Kumbe ulikuwepo? Nilikuwepo. Vipi, mbona unarudi kimya kimya na umeishia nje? Acha tu. Mzigo mimi sijaenda kufuata kwa sababu niona najisikia kidogo kama kizunguzungu vile. Sema ngoja nirudi kwanza. Nikikaa fresh alafu nitaelekea pia. Kwa hiyo hali imekukuta ukiwa njiani? Pole sana. Sasa mbona umeishia nje? Si ungeingia tu ndani ukapumzika? Wewe nilikuwa napunga upepo kidogo. Unajua huwezi kuingia moja kwa moja ndani joto. Nikasema nipunge kidogo kwa upepo kwa hapa. So vipi? Wewe hujatoka? Hapana, sijatoka leo. Kuna tatizo gani? Kuna mke wangu. Sema nina njaa hatari. Hujapika chochote? Hata hivyo ndio nimetoka kupika. Kwa hiyo chakula kiko tayari. Asante. Yaani ndio sio ukileta kabisa nikile hapa hapa usio. Mtu hapa nje. Basi sawa. Shale, uko poa? Niko poa, za nyumbani. Fresh si kwako? Na ilijua. Na ilijua kuna kingine basi mama? Naambia. Nimekumisi tu mamangu leo. Kweli. Na ndio maana sikutaka kuja hata kule, ni mama bwana niishi hapa hapa. Mimi hata niko free hapa. Mimi nilihofia nikija kule sinajua ugaigio na kwa mwingi. Mwenye hata hapa fresh. Kwa sababu kule tumetoka, yani kidogo tumetoka kule nyumbani safi. Dada hata nione. Na ndio vizuri kwa sababu unajua ukisema ungekaa pale tungegundulika haraka kwa sababu baba yetu anaonekana anakuja kwa spidi kubwa. Hadi mwenyewe kidogo niko. Ule unakuwa mwingi. Sasa leo tunaingia mtaa gani? Mimi hapo sana kusikiliza wewe. Twende ile guest ya kule juu ile. Inaitwa Chikanao. Wewe tena, sawa? Kwa si mpaka jioni lakini. Jioni? Kwa nini una kazi? Mimi ndaka saizi. Ndio nasema hivi tukiingia mpaka jioni. Kutoka. Ndio. Basi kama ni hivyo fresh. Twende tukajiagalule. Tukafanyaje? Tukajiagalule. Mwagito, unaonaje leo kalala? Najua nini? Kulala leo itakuwa ni ngumu. Kwa sababu sijawahi kulala nje na ndoa yangu hata siku moja. Namheshimu sana mke wangu. Lakini siku nyingine inaweza ikatokea nikajaribu kuongea na mke wangu, nitajua namwambia nini. Hapo sasa ndio muhimu sasa wakuja nikukwambia sasa leo mamangu utafanyaje? Tunalala. Ndio usikasi bwana. Nisipendi kuona hivyo. Wewe. Ila Mwagito, kwa hivyo nakuuliza. Unakumbuka ile siku tuliosimama pale njiani? Hivi kwa ajili gani uliondoka ghafla? Yaani uliongea haraka fuka uondoka ghafla. Shida ilikuwa nini babangu? Naomba nisamehe kwanza, naomba nisamehe sana, sawa? Lakini siku ile nilikwambia kuna mtu nilikuwa namwahi. Na ndio maana nikakwambia mamangu,
tutawasiliana muda mwingine. Sasa kwenye mtu na mwai, kuna mzigo wake alikuwa nitakiwa nimpelekee. Sawa. Ila Mwajito, mimi nakupenda sana. Kweli? Kweli. Usidanganye wewe. Mimi mwanzo na mimi mzaifu kama wewe. Kweli mimi nakupenda.